أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Ndugu zanguni watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajarakumullah. Na wapatakia Mwenyezi Mungu awalipe malipo mazuri kwa kustahamili msiba huu ambao ulitupata sisi umma wa Kiislamu, kwa kuawa kiongozi wa Islamu, kiongozi wa umma wa Kiislamu ambaye ni Ayatullah al-Udhma al-Imam al-Shahid Sayyid Ali al-Khamenei al-Husseini al-Khamenei. Tunaendelea na mazungumzo kuhusiana naye katika kukumbuka historia yake na kuweza kumjua zaidi kwa wale ambao wasiomjua. Tukiendelea na kikao hiki ni kwamba sasa leo tutaingia katika mazungumzo kuhusiana na maisha yake ya kisiasa, kwa sababu tumeshajua maisha yake, familia yake, masomo yake na pia kando ya hapo, kabla ya tuanze maisha yake ya kisiasa ambayo itakuwa pia katika sehemu mbili ya inayohusiana kabla ya mapinduzi ya Kiislamu na kupatikana serikali ya Jamhuria ya Kiislamu ya Irani mpya. Tukielezea tu kwa ufupi kuhusiana na daraja zake za elimu, ni kwamba kwa upande wa elimu aliweza kufikia daraja, kwanza kabisa alipokuwa alipoanza harakati alikuwa bado hajafika daraja ya elimu za juu sana, lakini akiendelea na kusoma na kuweza kufanya nini na kufanya uchambuzi na nini, aliweza na kufundisha, alifikia daraja za juu. Daraja miongoni mwa daraja alizofikia ni daraja ya kuwa yeye ni Ayatullah al-Udhma. Ayatullah maana yake nini? Ayatullah ni mtu ambaye amefikia, kwanza kabla ya hapo, mtu anaposoma anafikia daraja ya ijtihad, yani yeye anafikia daraja ya kwamba ni faqihi, ndio mujtahid, yani kwamba ana ujuzi wa sheria za Kiislamu na ana uwezo wa kutoa fatwa mahali ambapo panahitajika, pakihitajika. Huyo ndio anaitwa mujtahid. Na daraja hizi mara nyingi mtu ambaye amefikia anaitwa hujjatul Islam wal muslimin, anakuwa amefikia nusu yake au ametimiza tayari, amekuwa mujtahid kamilifu. Alafu kisha inaendelea na mtu anafika Ayatullah, ni kwamba sasa yeye tayari anakuwa ni mwalimu wa watu ambao wamefika daraja hizo za juu za kuweza kutoa fatwa, ndio mwalimu wa hao, na anaandika, anafundisha na ana uwezo pia wa kutoa fatwa. Na pia akishafika daraja Ayatullah al-Udhma, anakuwa sasa yeye ni marji taklidi, yani anafatwa na watu, ana kitabu chake ambacho ametoa cha fatwa za kufafanua sheria za Kiislamu, yani ni mwanasheria kamili, ni faqihi ambaye ni kamili. Na pia kando ya hapo, yeye sasa alifikia daraja ya kuwa yeye ni wali al-faqih, yani ni yule katika watu ambao wamefikia daraja ya ijtihad, wanachaguliwa na mmoja kati yao anakuwa sasa yeye ndiye kiongozi ambaye anatoa fatwa na hukumu ambazo zinahusiana na nini, na kisiasa na kijamii. Sasa na hiyo tutakuja kuelewa pia kwa undani baadaye insha Allah, Mwenyezi Mungu akitupa fursa insha Allah na umri. Sasa hizo ni daraja ambazo za kielimu ambazo alikuwa amefikia. Ama tukirudi upande huu mwingine ambao tumesema maisha yake ya kisiasa, ni kwamba katika maisha yake kuna sehemu ya kwanza ni kabla ya Imam Khomeini kuweza kubadilisha utawala na ukawa ni utawala wa Kiislamu, yani katika nchi ya Iran, ambapo kabla yake kulikuwa watawala waliokuweko walikuwa ni watawala
wa kiufalme, yani ufalme au Shah ndio alikuwa kitawala. Yani Shah yani ni mfalme. Aliyekuweko alikuwa akitawala Iran ambaye alikuwa akiitwa Riza Shah, ambaye ndio alikuwa anatawala nchi ya Iran wakati huo na alikuwa sababu ya kuwa mabadiliko yamepatikana, mapinduzi yamepatikana, ni kutokana na dhulma ambayo ilikuwa ikiendelea kwa muda mrefu. Sasa kabla ya kuendelea kuelezea upande wake, ni kwamba tuelezee kuhusu Iran wakati huo. Ni kwamba huyu Riza Shah alipokuja katika utawala, yeye aliwekwa na Waamerika ambao walikuja kabla yake miaka ya 60 huko awail, mwanzo wa miaka ya 60. Ni kwamba kulikuwa na rais ambaye alikuwa kitwa Mossadegh, lakini wao walikuja wakafanya mambo fujo za ndani na wakaharibu utulivu ambao ulikuwa, na wakaweza kumwangusha huyu Mossadegh na wakaweka Shah akawa yeye sasa ndio mtawala. Na hii ndio njia walitaka kufanya hivi majuzi walipokuja Irani, wakaanzisha harakati na fujo wakisema ni maandamano ya watu ndani, na mauaji yakawa yametokea, ili waweze watu wale ambao walikuwa wameingizwa ndani kutoka nje na waliokuwa ndani ambao ni katika waasi waweze kufanya nini, kuweza kulete mabadiliko na mapinduzi ya kubadilisha serikali. Lakini katika zama hizi walishindwa, hawakuweza kubadilisha serikali au utawala wa Kiislamu. Lakini wakati ule katika miaka ya 60 hiyo waliweza kubadilisha, na wakawa wamemleta Riza Shah, akawa yeye ndio utawala ukawa ni wao, katika ambao wanaitwa Pahlavi, yani familia ya hao ambao ni Pahlavi. Sasa utawala wakati huo ulikuwa ni utawala wa iron fist, wa chuma, mkono au ngumi ya chuma kwa mfano kwa lugha nyingine, ambapo ilikuwa watu walikuwa wakiteswa, wakidhulumiwa na wakiwekwa jela mtu ambaye anajaribu kupinga. Na huyo kwa sababu alikuwa ni mtumishi wa Amerika na Britain na Israeli, alikuwa yeye ni mtiifu kwa wale, lakini kwa watu wa ndani alikuwa akiwatumia kwa njia mbaya, na mali ya wananchi ilikuwa ikitumika na kuchukuliwa na kufaidi hawa tuseme tutawaita wakoloni kwa njia nyingine, kwa njia ya kisasa na mabeberu hao. Sasa kwa njia hii watu walikuwa wakipinga, na Waislamu ambao wasomi ambao walikuwa walijaribu kupinga, na miongoni mwa watu ambao waliweza kupinga kabisa alikuwa ni Imam Khomeini, ambaye alisema ya kwamba lazima turudi kwenye haki na tuondoe dhulma na turudishe, tuweke utawala wa Kiislamu. Na ndio akawa na harakati zake, alipinga huyu Riza Shah, na akawa ametengwa, akatolewa, akapelekwa kwenye exile, yani uhamisho, na kuwekwa mbali, akapelekwa Uturuki, alafu kisha baadaye akapelekwa akaambiwa lazima atoke pia Uturuki, na yeye alitaka aende kwenye nchi za Kiislamu, akataka kwenda Kuwait, lakini akanyimwa nafasi hii, akaenda mwanzo kabisa kabla ya hapo akatoka Uturuki akaenda Iraq, akakaa kwa muda wa miaka mingi, kisha baadaye akatolewa tena, akataka kwenda Kuwait, akanyimwa nafasi, ikabidi aende wapi? Akapelekwa nchi ya Ufaransa, alafu kisha baadaye ndio akaweza kurudi. Sasa katika harakati hizi ni kwamba tukirudi sasa katika maisha ya Sayyid Shahid Khamenei, yalianzia vipi? Yeye mwanzo tulisema yeye alikuwa ni mkazi wa Mashhad, na alikuwa ni msomi wa kidini, ni msomi mkubwa, na kisha baadaye alikuja akaenda pia akaishi Qum, na akawa pia baadaye akarudi Najaf, alienda pia Najaf na alirudi pia baadaye. Baada ya kurudi alikuwa kabla ya kwenda Najaf Qum ndio alikuwa ameenda Najaf, alafu kisha aliporudi akawa yuko huku kwa muda wa mwaka mmoja,
Mashhad, alafu ndio akaenda Najaf Qum, alafu kisha akarudi tena. Sasa katika harakati za kisiasa ni kwamba aliyempatia hamasa zaidi, hata ingawa nyumbani kwake, yani kwa mama yake, alikuwa kishajiishwa na akihamasishwa pia na mama, kwa sababu mama pia alikuwa ni mtu ambaye anachukia dhulma na ni mtu anafuatilia mambo ya harakati. Yeye mtu wa kwanza ambaye alimweza kumhamasisha alikuwa ni Shahid Nawab Safawi, ambaye pia jina lake lilikuwa ni Mir Lauhi. Yeye ndio alikuwa mwanaharakati, aliuliwa baadaye akafa shahidi. Yeye ndio alikuwa ni mwanaharakati pia nyakati hizo, na akawa amemwathiri, na yeye akaingia kwenye ulimwengu wa harakati. Sasa katika harakati zile ambazo alizokuwa nazo, alikuja baadaye akakutana na Imam Khomeini, lakini wakati huo hawakukutana, hakuwajua kwamba ni mwanasiasa. Baadaye ndio alikuja akajua, na ikawa amefuata mfumo na fikra za Imam Khomeini, na akawa alikuwa pia ni mwanafunzi wake, akawa anasoma kwake pia, na akawa yeye yuko katika kundi lile la harakati za mapinduzi katika siku hizo. Sayyid Shahid Khamenei alifanya nini katika siku hizo za mwanzo? Aliweza kushikwa na kutiwa jela mara 6, na katika hiyo mara 6 kuna mwaka mmoja ameshikwa mara 3 ndani ya mwaka, yani akiwachwa akirudishwa, akiwachwa akirudishwa mara 3, na tukijumlisha muda wote ambao aliwekwa jela ilikuwa ni zaidi ya miaka 3 ambapo aliwekwa jela. Na mara ya kwanza ilikuwa ni mwezi wa Muharram akiwa ametoa hotuba, na mara ya pili alikuwa ni mwezi wa Ramadhani, na nyakati zingine zilikuwa tofauti. Sasa katika harakati zake au mwenendo wake ule au mambo ambayo aliweza kufanya katika zama ambazo Imam Khomeini alikuwa amewekwa katika uhamishoni, alipokuwa yuko katika Najaf, yeye walianzisha harakati ili kuchangamsha chuo kikuu cha Kiislamu Hauza Ilmia, chuo kikuu cha Kiislamu ambacho ni kiko Qum, ambapo wasomi wako wengi tu sana. Yeye ili kuwaamsha na waweze kuingia katika hii harakati na waweze kuleta mapinduzi na mabadiliko na waweze kushikamana na dini ya Kiislamu na mafunzo ya Mtume ipasavyo, wao walikusanyika na kutengeza kundi ambalo litakuwa ni la kuwaunganisha na kuwapatia fikra na kuwapatia malezi vijana wanafunzi, na pia kujaribu kuwaamsha na kuzungumza na kuwazungumzia na kuunganisha baina ya wasomi wakuu mujtahidina ambao walikuwako, wasomi wakubwa ambao walikuwako, na kuweza kufikisha fikra za Imam Khomeini kwao na kuweka mambo yawe sawa, yaende kwa taratibu. Miongoni mwa watu ambao walikuwa katika harakati hii ambao aliweza kuwaingiza au wakawa pamoja katika harakati hizi, alikuwa ni kundi ambalo walikuwa ni mtu miongoni mwao Ali Mishkini, kulikuwa na Sayyid Beheshti, kulikuwa na Muhammad ndugu yake Imam Khamenei ambaye alikuwa kitwa Muhammad Khamenei, na akina Beheshti pia walikuwako na wengine watu 11 ambao walikuwa katika harakati hii, ambao walikuwa kifanya harakati zao kwa pamoja na kufanya mambo lakini hiki ndio kikundi cha kwanza cha kisiri ambacho kilitengezwa kwa ajili ya malengo ya kuleta mapinduzi na mabadiliko na kupingana na utawala wa kifalme wa kidhulma ambao ulikuwa ukiendeshwa na nchi za Amerika na nchi za kimagharibi. Yeye
Kwa bahati mbaya tuwesema, wakiwa katika hali hizi za kufanya harakati zao, walikuja wakajulikana na nini, na kundi au na taasisi ambayo ni inayoitwa SAVAK, ambao ni ya security, ambayo inachunga usalama wa nchi na security iliyoko, ambayo ilikuwa hiyo ndio ilikuwa ikiwatesa na kuwaumiza na kuwaweka jela wanaharakati wowote ambao walikuwako wanapingana na serikali na wanaopingana na mfalme au Shah. Sasa walipata kujua watu, na wengine katika hao watu 11 baadhi yao walishikwa na wakaweka jela, lakini Said Shahid Khamenei yeye hakuweza kupatikana na aliweza kukimbia au kujificha, na wakawa hawajui yuko wapi, na kwa muda akawa hawezi kupatikana. Katika muda huu ambao alikuwa hapatikani, aliweza kujificha sehemu ambayo ilikuwa katika Tehran, sehemu ambayo inaitwa Karaj, na akawa anatoa mihadhara kwenye msikiti fulani. Baadaye walipoona anatoa hutuba ambazo zinapingana na serikali, akawa amenyazuiwa, akawa hawezi kuendelea na hutuba zake pale. Akahama, akaenda kwenye msikiti mwingine ambao ulikuwa kitu Amirul Mu'minin, na akawa anaendelea pia kufanya harakati zake. Na katika nyakati hizi au katika muda huu aliandika kitabu, akatafsiri, akakiweka kwenye lugha kutoka kwa Kiarabu, akakiweka kwenye lugha ya Kifarsi au ya Kipashia, ambacho kitabu chenyewe kilikuwa ni kitabu cha msomi wa Kisuni ambaye anaitwa Said Qutbi, ambacho kitabu hicho kilikuwa kinazungumzia kuhusu mustakbal wa Uislamu, mustakbal wa dini ya Kiislamu, na yani kwa Kiarabu kama sijakosea kinaitwa mustakbaluddin, yani nini mustakbal, yani maisha ya baadaye ya Uislamu katika siku za usoni. Uislamu utakuwa vipi? Utakuwa na uwezo wa kutawala watu na kueleza na kuweka maisha mazuri. Na ndani yake kulikuwa kuna mazungumzo kuhusu fikra au mfumo wa kimagharibi wa kimarxism. Marxists alizungumza ndani yake na kupinga nadharia zao na kwamba zinapingana na Uislamu, na pia vile vile ndani yake kuna mazungumzo kuhusu liberalism, yani mambo hii nadharia ya kisiasa ambayo ni ya liberalia, na ambalo hii nadharia pia ilikuwa inapingana na mambo katika Uislamu, na alikuwa akizungumzia kuhusu mambo haya. Sasa mambo haya ambayo na kuzungumza pia kuhusu mustakbal wa Uislamu utakapokuja kuwa ni wenye kutawala nchi za watu za Waislamu pia vile vile. Sasa mambo haya aliyazungumza kwenye kitabu hichi na akawa kimechapishwa, lakini hiki kitabu huyu Shah alikizuia na akasema ya kwamba kisimamishwe, kisienezwe, na wale ambao waliokichapisha na kueneza wakawa wameshikwa, lakini yeye mwenyewe hakushikwa. Wakati gani alishikwa? Alishikwa wakati fulani kuna kitu kilikuwa kimetokezea na kukawa kuna upinzani, na yeye akawa ametoka ameenda Mashhad na akawa anatoa hotuba na kupinga jambo hili ambalo lilikuwa limetokezea. Wakati huo ndio walimtafuta, wakampata na kumshika katika mazishi fulani ambayo ilikuwa ya msomi fulani, na akawa ametiwa jela. Katika harakati zake ni kwamba aliweza kuanzisha alikuwa pamoja na wale walioanzisha kamati au chama kinachoitwa Jamiatul Mudarrisin. Jamiatul Mudarrisin ilikuwa ni umoja wa wakufunzi wa chuo cha Kiislamu, na hawa wasomi yani waalimu ambao wanafundisha katika chuo akawa wametengeza na wakawa na umoja na wakawa wana harakati. Hata katiba ilipotengezwa yeye alikuwa miongoni mwa walioandika hiyo, na wakawa na harakati kadhaa ambazo ziko, lakini zaidi kwa sababu walikuwa kifuatwa na kuchungwa vijana ambao walikuwa wanapenda hiki chama, na wakifuata chama hiki ndio walikuwa wakitekeleza mambo ambayo walikuwa wakifanya
wakiamrishwa au wakipata kutoka maelekezo kutoka chama hiki. Kwa hivyo kulikuwa kuna harakati hizo ambazo alikuweko. Yeye pia alikuja akawekwa jela, alifanyiwa kupelekwa uhamishoni, exile, akapelekwa sehemu ambayo ilikuwa kiitwa Iran Shahar. Na katika nyakati hizo pia kulikuwa na mafuriko na nini, akaweza kusaidia watu, na pia vile vile aliweza kujua matatizo ya watu na aliweza kuwasaidia sana, kwa sababu alikuwa ana mawasiliano na watu wengi. Aliweza kusaidia watu katika sehemu hizo, na pia vile vile huko watu wa Mashhad wakafanya maandamano na wakawa nataka atolewe, arudishwe. Wale serikali ikaamua ya kwamba la, yeye atolewe pale, akapelekwa sehemu nyingine ambayo ilikuwa inaitwa Jiroft ili awekwe mbali zaidi. Hizi sehemu zilikuwa ni mbali kabisa, ni mpakani, ni karibu na mpakani, mbali na hizi sehemu ambazo walikuwa na watu, ili wawe mbali na watu. Lakini haikuwafanya nini, sehemu hizi walibaki, yeye akawa na harakati, ana mawasiliano na wasomi huko, na hata kwa vile huko sehemu hizi ni sehemu za wasiokuwa Mashia, yani Masuni, wakawa wamevutiwa na yeye, na ikawa ametengeza umoja, na akawa na harakati pia vile vile katika sehemu zile. Walijaribu kumnyamazisha lakini hawakufanikiwa, mpaka ikafikia siku zake akatoka, akarudi katika sehemu zile ambazo walikuwa kiishi za Mashhad, na akawa anaendelea na harakati zake. Inshallah tuendelee, tukutane katika kikao kingine. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.